Sasa oye. Kwa hiyo ndugu zangu, nimeamua kupita ninapita katika mitaa mbalimbali, kwanza kuangalia hali ya usalama, lakini pili kupata maoni ya wananchi, lakini tatu kuwahakikishieni kwamba hali ya usalama hadi sasa ni mzuri, ni shwari, lakini nne kuwaambia nimewaelekeza hata jeshi la polisi, vijana na wananchi wanaoonekana wako kwenye kazi zao wasiugudhiwe, waachiwe waendelee na kazi zao. Lakini pia wasafiri wanaosafiri kwenda maeneo mbalimbali wawe na amani. Kwa hiyo nyinyi wasafirishaji msiwe na hofu, kwa sababu barabara zetu zote ni salama, zinapitika, lakini hakuna tishio lolote hadi hivi sasa, na serikali bado inaendelea kuchukua hatua mbalimbali. Kwa hivyo nimeongea mpaka na mkuu wa mkoa wa Mara, eneo lake lote liko salama. Kwa hiyo hata wale wanaokwenda, nimetoka stendi kuu pale, wale wanaokwenda Sirari, mabasi yanaendelea kwenda. Kwa hiyo abiria wasiwe na wasiwasi, wasikwame. Na nyinyi wasafirishaji msiache kuwasafirisha abiria wenu, kwa sababu hali yetu ni nzuri. Wewe mwanamke huyu. Huu ni upendo wa hali ya juu, sijawahi kuona. Lakini nzuri zaidi ni kwamba ni rangi ya njano. Kwa hiyo ndugu zangu, nimekuja kuhakikishieni kuweni na amani. Lakini mchana niliona klipu inasambaa na nyinyi mnatumia simu ikisema hali ya usalama Mwanza mbaya. Kuna klipu fulani nimeonaona kwenye mitandao, ipuuzeni. Hakuna hali yoyote ya usalama ambayo ni mbaya. Kila mwananchi anaendelea, mnaona barabara zetu ziko safi, kwenye masoko yetu. Kwa hiyo na wale wenye maduka wafungue maduka yao ili wananchi waendelee kupata huduma. Kwa hiyo jeshi la polisi tumelitaka likae katika maeneo tulivu, lisiwafuate wananchi walipo, badala yake wakae kwenye maeneo pale watakapohisi kuna dalili, ndipo watakapotoka kuelekea maeneo hayo. Kwa hiyo muwe na amani na tusiwatawanye wananchi katika maeneo yao wakifanya shughuli zao za kiuchumi, kwa sababu maisha ni lazima afanye nini? Yaendelee. Kwa hiyo ninawapongezeni wana Kisesa, hadi sasa hakuna tishio, lakini endapo mtaona dalili ya watu ambao wanataka kuvunja amani, basi nitumieni ujumbe. Kisesa oye! Kisesa safi! Kwa hiyo kuweni na amani na msiwaache abiria wenu, wapelekeni wanakotaka. Hali yetu ya usalama inaendelea kuimarika. Mimi nawapongezeni wananchi wa Kisesa kwa kujua umuhimu wa amani na utulivu. Mambo mengine yataendelea serikali kuyarekebisha hatua kwa hatua. Lakini hivi karibuni, mnaosoma mitandao, serikali imetangaza fursa zaidi ya 5,000 kwa vijana kati ya umri wa miaka 15 hadi 35 kwa ajili ya kupelekwa kwenye mafunzo mbalimbali yatakayogharimiwa na serikali, wapate ujuzi badala kukaa vijiweni, wapate fursa. Hiyo iangalie elimu. Unajaza fomu, utaratibu upo. Kwa hiyo wale wenye simu hapo za mikononi wafuatilie hilo tangazo. Vijana wa hapa Kisesa wapate hiyo fursa, muombe ili waende kupatiwa ujuzi utakao wafanya wakimaliza katika hayo maeneo waweze pia kupambana na ajira. Asanteni sana wana Kisesa.